Moja ya sababu zinazotajwa na wataalam katika kuchangia dhana ya ugumu wa somo la hisabati kwa wanafunzi wengi nchini ni kukosekana kwa ubunifu kutoka kwa walimu katika kufundisha somo hilo. Lakini mbinu mbadala za kuliwasilisha somo hilo katika uhalisia wa maisha ya kila siku inatajwa kuwa njia bora ya kuwasaidia wanafunzi kuelewa na kulipenda somo hilo. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kupitia Taasisi ya Elimu Tanzania TET imeendelea kuweka mikakati ya dhati kuhakikisha kuwa somo la hisabati linatafutiwa ufumbuzi wa kitaalamu ili kuondoa dhana iliyojengeka kwenye jamii nzima ya Kitanzania kuwa somo hili ni gumu, na badala yake kuanza kuwajengea wanafunzi uwezo na ujasiri wa kuanza kulipenda somo hilo. Mwishoni mwa mwezi Julai mwaka 2025, Taasisi ya Elimu Tanzania TET ilianza kuchukua hatua mahususi za kuendelea kufanya maboresho katika sekta ya elimu nchini, ambapo ilifanya ziara ya mafunzo katika somo la hisabati kwa kushirikiana na UNESCO TRG, yani Teachers Research Group, kutokea Shanghai nchini China. Mafunzo hayo yalifanyika katika mikoa ya kaskazini mwa Tanzania, na hapa wakabisha hodi katika mkoa wa Arusha, mkoa uliobarikiwa hali ya hewa ya kuvutia. Mandhari ya jiji hili ikayateka macho na kukonga mioyo ya wataalamu wetu kwenda kutoa maarifa. Taasisi ya Elimu Tanzania kwa kushirikiana na wadau wa somo la hisabati UNESCO TRG wakawasili jijini Arusha kwa lengo la kushirikiana na kubadilishana uzoefu wa ufundishaji na ujifunzaji katika somo la hisabati kuanzia elimu ya awali, msingi na sekondari, ikiwa ni pamoja na utekelezaji wa mafunzo endelevu ya walimu kazini, yani MEWAKA. Na hatimaye mara baada ya msafara wa jopo la wataalamu hao kuwasili, moja kwa moja tukaelekea katika shule ya Enaboishu na Arusha Sekondari, ambazo ndizo shule pekee na mahususi zinazotumika katika utoaji wa mafunzo haya. Daniel Loiruki ni mgeni rasmi aliyemwakilisha katibu tawala wa mkoa wa Arusha. Na hapa anaanza kuelezea dhima mafunzo haya kwa ujumla, ikiwa ni pamoja na ufunguzi wa mafunzo haya. The purpose of the UNESCO TC visit to Arusha, it have the other few things. One of them, these involve sharing experiences in teaching mathematics in primary and secondary schools, and also implementing MEWAKA activities. Our two schools, Enaboishu English Medium Primary School and Arusha Secondary, have been designated as focus schools for these programs. I am aware also that Shanghai's achievements in mathematics education in international assessments, such as the Program for International Student Assessment, where Shanghai ranked the first in 2009 and in 2012 consecutively. Among many other reasons, this success is linked to high-quality teaching, which is enhanced through teaching research groups, similar to MEWAKA, which is being implemented in Tanzania. This cross-cultural interaction offers us an opportunity to reflect on our practices and make improvements where possible. I'm happy also to know that both Tanzania and the Chinese mathematics teachers will teach in actual classrooms and be observed and later conduct reflections. With these few words, I officially open the exchange program. Thank you very much for listening. You are welcome.
And thank you very much. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Thank you very much for listening me. Akizungumza na hadhira ya wataalam na walimu waliojitokeza kushiriki katika mafunzo hayo, mkuu wa chuo cha UNESCO, Dr. Jean Minchuan, amesema kuwa licha ya somo la hisabati kuonekana ni gumu na kutokupendwa na wanafunzi wengi, lakini wanaendelea kufanya jitihada ya kuhakikisha kuwa wanaongeza ufanisi wa kitaalam katika kuhakikisha kuwa somo hili linakuwa pendwa na rahisi kama yalivyo masomo mengine. It is very important to a nation. When your new nation, Tanzania, established, the second year the school is established. So I believe that your school have already cultivated many talents, many important people, and many citizens of the nation. Yeah. So in the past more than 60 years, I think the school is very important to Arusha and also very important to the whole country. So thank you very much. Thank you all. And I think we will work with you, and we hope in the future not only Abad and you come to China. I really hope school head will visit us and work with us. I believe that in the last 40 years, my school, where I taught there, is much more poorer than us. So I believe that in your life, your country, and your school will as better, as good, as excellent as the schools in Shanghai. Thank you. Thank you. Na mara baada ya utangulizi na utambulisho kuhitimishwa, mchakato wa mafunzo haya ukaanza rasmi. Kila mmoja akiwa na hamu ya kufahamu nini kinachokwenda kujiri katika vyumba vya madarasa. Today we will learn about the angle relationships about the circle. Now let's do a quick review. Now please put the correct words in each box. Now look at this. What's the red highlight part? What's the name of the red highlight here? You can put which word in the box. Okay, start this. Yes, Mtazamaji, bila shaka umeweza kujionea mwenyewe jinsi wataalamu wetu walivyoshirikiana na wanafunzi katika kupeana mbinu na maarifa na jinsi ya kubadilishana uzoefu katika somo hili la hisabati. Hapa umepata kuona ni kwa jinsi gani wataalamu hao wamewafundisha walimu na wanafunzi njia rahisi ya kuchanganua na kukokotoa kwa kuzingatia vipimo na mifano halisi ambayo humwezesha mwanafunzi kupata majibu sahihi kulingana na mada husika. Mfumo wa mafunzo endelevu ya walimu kazini, yani MEWAKA, umekuwa kichocheo kikubwa na chenye tija kwa walimu katika kuwajengea uwezo katika nyanja za ufundishaji na ujifunzaji. Mfumo huu umewawezesha walimu kupeana mbinu na njia mbadala hata kabla ya kuingia katika vipindi vya darasani, kama jinsi inavyothibitishwa na Mwalimu Lona Christopher ambaye ni mkuu wa shule ya Arusha Sekondari. Kati ya shule nyingi za sekondari, sisi ni shule mojawapo ambayo tunafanya taratibu za kimewaka inavyopaswa. MEWAKA kwa maneno machache, haya ni mafunzo ya walimu kazini. Ni namna mwalimu anavyoweza kujiendeleza kwa kutumia uwezo ambao mwenzio anao,
ambayo yeye hana, kwa kutumia mazingira ya mwenzake kufanya yeye somo lake kuwa rahisi. Nina maana gani? Walimu katika MEWAKA wanakaa katika makundi, na katika makundi yale ya kimasomo kwa sekondari wanajadili mada ngumu na namna ya kuzifanya ziwe nyepesi wakati mhusika anakwenda darasani. Lakini sio hilo tu. Wakati mwalimu huyu anapopata fursa ya kuwa darasani, basi wenzake wanakwenda kukagua ikiwa mbinu walizomwezesha zimeleta matunda katika kujifunza na ufundishwaji kwa jumla. Kwa hiyo hii imekuwa ikirahisisha walimu kupata feedback ya haraka kwamba somo limeeleweka, kwa wenzake kuobserve darasa, lakini kuobserve zile mbinu ambazo wamezitumia na zile ambazo walizijadili kabla ya kufika darasani ikiwa zimekuwa ni za matunda au la. Lakini mara zote mbinu hizi shirikishi zimekuwa zikizaa matunda, na tunaona wazi mfano kupitia matokeo ya shule. Kadri vipindi vya MEWAKA vinavyotiliwa mkazo, ndivyo hata matokeo kuanzia somo la hisabati mpaka masomo mengine, matokeo yameendelea kuimarika mwaka hadi mwaka. Kwa Arusha sekondari, daraja la 0 ni miaka 3 limekwisha kutoweka. Lakini kumbuka na MEWAKA ina miaka 3 humu ndani ikifanyiwa kazi. Kwa hiyo kuna mahusiano ya moja kwa moja kati ya taratibu zinazoendelea ndani ya MEWAKA na ufaulu wa wanafunzi, kwani mbinu za katikati za kumwelewesha mtoto na kumfanya aweze kulielewa somo na kulishiriki somo basi zinakuwa zimesaidia uelewa na hivyo kuboresha matokeo.